Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu, karibu sana kwenye mazungumzo yetu ya leo, gumzo maalum kwa mara nyingine na Sheikh Ponda Isa Ponda, ambaye huwa tunakuwa naye mara kwa mara hapa yanapotokezea masala ya kuzungumza naye, na leo ni jambo ambalo linamhusu zaidi yeye mwenyewe binafsi na harakati zake kuhusu uamuzi mkubwa wa kisiasa ambao amechukua hivi karibuni. Sheikh Ponda, karibu sana kwenye mazungumzo yetu. Nashukuru sana brother Hassani, na nimefurahi kupata fursa hii nyingine, kama ambavyo huko nyuma umekuwa ukitupatia fursa hizi na tukiweza kuzungumza mambo mbalimbali muhimu. Nikushukuru sana kwa kunipatia tena fursa hii ya leo. Asante, na mimi pia nashukuru sana kwamba umekubali mwaliko wetu kwa mara nyingine kuwa pamoja katika gumzo hili maalum nawe. Naam, Yeah. hivi karibuni Sheikh Ponda umechukua uamuzi wa kisiasa ambao kwa wengine wengi wasiokujua kwa undani walikuwa ni uamuzi wa kushtukiza, uamuzi wa kuwashangaza, uamuzi wa kuingia moja kwa moja kwenye jukwaa la wazi la kisiasa. Hebu la mwanzo kabisa waeleze watu wa aina hiyo kwamba kwa nini hatimaye baada ya miaka yote ya mapambano ya harakati zako kupitia majukwaa mengine umeingia jukwaa la wazi la siasa. Naam, ni kweli kwamba uh, hivi karibuni nilichukua uamuzi wa kushiriki moja kwa moja au kushiriki kwenye hatua nyingine ya kisiasa tofauti na iliyokuwa huko nyuma. Sababu nyuma pia nimeshiriki siasa, lakini ilikuwa sio katika namna kama hii ya moja kwa moja. Na niseme tu kwamba kwa kweli hali ya taifa letu inahitaji nguvu kubwa hapa tulipofika kwa taifa letu la Tanzania, na Waswahili wanasema mwiba pale unapoingilia ndipo unapotokea. Historia ya nchi yetu inaonekana kwamba misingi mizuri kabisa ya uhuru na maendeleo imejengwa na viongozi wa jamii, wakiwemo viongozi wa dini. Na ukirudi katika historia huko nyuma, unakuta viongozi wa dini ndio walikuwa wanafikiri juu ya maslahi ya taifa, hasa katika uhuru na maendeleo pia ya wananchi. Historia yetu iko hivyo. Unapozungumza sio vita vya Majimaji, ni viongozi wa kijamii waliongoza vita hivyo kwa ajili ya kumwondoa mkoloni. Vita mbalimbali vilivyopiganwa huko nyuma, lakini hata harakati za miaka hii ya 1129 ambavyo ndio hatimaye zikaja kupatia chama cha kupigania uhuru, unakuta viongozi wa dini wako pale wakiwa wameshiriki. Kwa hivyo kama nilivyosema, Waswahili wanasema pale mwiba unapoingilia ndipo unapotokea. Kwa mazingatio hayo na mwelekeo wa taifa, niliona bora niingie kwenye siasa moja kwa moja, nikiwa naamini naweza kuwa na mchango mkubwa sana katika kujali ile misingi ya taifa wetu kwa ujumla. Kwa hivyo kimsingi nimeona kwamba ni muhimu watu wa aina yetu kuingia tena katika siasa mpaka hapo baadaye. Unakusudia kuingia tena kwenye siasa ili kuinusuru hali ilivyo, halafu baadaye watu wa aina yako wataamua maamuzi mengine ikiwa baada ya kuona kwamba labda mchango wao umefanya kazi katika kushiriki siasa? Ndio unakusudia kusema hivyo? Nakusudia kwa maana kwamba umri pia umekwenda. Naam. Ala kuli hali ushiriki wangu utakuwa sio muda mrefu sana, utakuwa ni kiasi, lakini naamini kwamba katika kipindi ambacho bado nina uwezo wa kufanya, naweza nikasimamia tena kurejesha ile misingi ya mwelekeo mzuri wa taifa letu. Na tupitishe katika tarehe, historia ya Tanganyika ambayo umeitaja kwa mukhtasari bila ya kutaja mifano ya waziwazi hasa ya akina nani, watu wa kaliba yako, watu viongozi wa dini au watu wa dini ya Kiislamu mahsusi kabisa katika jambo hili walishiriki katika harakati za ukombozi, mapambano dhidi ya wakoloni, dhidi ya tawala za kigeni huko nyuma, mpaka ukaona kwamba kumbe kuingia kwako kwenye siasa za wazi si jambo ambalo umekwenda nje ya misingi ya utamaduni wa jamii yako ya Kiislamu katika siasa za nchi yako. Kuna mifano ya hivi karibuni ni bora zaidi kuliko ni ile ya kihistoria mbali zaidi kama kina Mkwawa na kadhalika. Lakini hivi karibuni maana yake ni kuanzia pale kwenye kuasisiwa kwa ile chama cha kupigania uhuru ambacho hasa kimeanza kwenye miaka ya 1929
ambacho kilianza kama chama cha kijamii, lakini ndani yake kilikuwa kina mkakati wa kisiasa. Katika ule mkakati wa kisiasa, Unakusudia African Association ta African Association, Mhm. ambapo ndani kilikuwa na mkakati wa kisiasa, kwa sababu wakati ule wakoloni hawakuruhusu Waafrika kufanya siasa moja kwa moja, lakini katika kutumia yale maarifa na kuyajua mazingira vizuri, walipata njia ya kushiriki. Njia mojawapo ilikuwa ni kwamba wakoloni wakati ule waliwagawa watu katika makundi katika kutoa huduma. Kwa hivyo kuwa kuna wazungu walikuwa wamewekwa kama wazungu, na wahindi kama wahindi, waarabu kama waarabu, na waafrika walikuwa wamekosa ile fursa ya kuwa na chombo ambacho kinawasimamia. Kwa hivyo kulikuwa kuna Indian Association, kulikuwa kuna European Association na kadhalika, lakini kulikuwa kuna African Association. Katika mazingatio hayo, wazee walikuwa ambao walikuwa wana zile chembe maana za wametoka nazo nyuma za kupigania uhuru, waliamua na wao sasa wapitie mlango huo huo, lakini wakiwa na makusudi ya kisiasa. Kwa hivyo waliomba kuanzisha ile kwamba na sisi tuwe nayo kama walivyo wenzetu wana European Association, na sisi tuwe na East Africa, tuwe na African Association. Na hilo hawakuliona wakoloni, wakakubali. Walipokubali, katika hatua za mabadiliko kutoka kuanzishwa kwenye ile African Association, ili hatua iliyofuatia ilikuja kuwa Tanganyika African Association, na pale ndipo ilikuja kudhihiri kwamba ilikuwa madhumuni hasa ilikuwa ni kisiasa, kwa sababu ndani ya kulikuwa kuna kamati ndogo iliyowekwa Political Subcommittee, ambayo hii ilijihusisha moja kwa moja na siasa. Ndani ya komiti alikuwa Mufti Hassan bin Amir, na hakika ndiyo kama mtu ambaye alikuwa anawalea wanasiasa walikuwa mume ndani, na hii ndio baadaye ikaja kuwa TANU, na baadaye ukaja ukapatikana uhuru wa TANU. Na katika chama cha TANU kulikuwa kuna chombo kinaitwa Baraza la Wazee wa TANU. Kwa hakika sehemu kubwa, yani 3/4 ya wajumbe wake walikuwa ni viongozi wa dini, na kiongozi wa dini wa juu pia alikuwa ni kiongozi wa dini ya Kiislamu kama vile Sheikh Salim Takadiri, ambaye aliongoza baraza hili kwa muda mpaka mwaka 1963 lilipovunjwa baraza hili na wanasiasa. Kwa hivyo hii ni kwa bara, lakini ukirudi kwa Zanzibar unakuta walioshiriki, kwa mfano chama kilicholeta uhuru wa Zanzibar ni Zanzibar Nationalist Party, ambapo kiongozi mkuu wa zile harakati za ile ZNP alikuwa ni Sheikh Al-Muhsin Barwani, ambaye huyu unaweza ukaangalia vitabu vyake vya dini vikubwa alivyoviandika ni vingi sana, lakini kikubwa zaidi ni ile tafsiri ya Qur'ani ambayo inaitwa Al-Muntakhab, ambaye yeye ndo ameitafsiri ile Qur'ani kwa Kiswahili. Lakini ndio huyu katika watu ambao walipigania uhuru, na hata wakati Zanzibar inapewa kiti Umoja wa Mataifa, basi mwakilishi alikuwa pale, alikuwa mmoja wapo, alikuwa ni huyu Sheikh Al-Muhsin Barwani kama kiongozi wa juu kabisa. Kwa hivyo ukiangalia hizi nchi zetu zote mbili, unakuta viongozi wa dini walishiriki siasa katika level ya juu kabisa ya moja kwa moja kama ambavyo tunavyoona. Kwa hivyo hii dhana ya kwamba viongozi wa dini hawezi wakashiriki siasa ni dhana ya wanasiasa, na ni kama dhana ya kimapambano, yani kama vile kuwatoa wale viongozi wa dini ambao ni muasisi wa zile juhudi ili watawalie ule uwanja. Na kwa hakika walipofanikiwa kwenye hilo, ndipo tunapoona nchi kuanza kwenda sasa ndivyo sivyo maana yake, kwa sababu watu ambao wangeweza kusimamia maadili ya kitaifa walikuwa sasa hawapo. Matokeo yake ndio nchi inakwenda katika namna ambayo ndivyo sivyo. Kwa hivyo kimsingi, kwa ufupi sana, nimejaribu kuonyesha ule ushiriki wa viongozi wa dini moja kwa moja katika swala hili la politics. Kwa hivyo leo hii mimi nikisimama nikiingia kwenye siasa narejea ya kutosha, na si hivyo tu, hata ukirejea katika mikutano ya zile harakati za kupigania uhuru, picha unazipata moja kwa moja za hawa viongozi wa dini wakiwa wameshiriki kwenye majukwaa ya kisiasa moja kwa moja. Naam. Sasa kama ni hivi basi, Sheikh Ponda, mkufu anaweke vile viungo vinavyounganisha baina ya dini na siasa katika nchi yako Tanzania kwa ujumla, pande zote mbili za muungano, Tanganyika na Zanzibar, ulikatikia wapi? Lini palianza kuwa na tofauti baina ya siasa au ya washiriki wa siasa ambao ni wanadini pia na wanadini ambao ni washiriki wa siasa? Ilianza mpaka leo ni ajabu kwamba watu kama wewe tulikuta katika siasa tusema, Sheikh Ponda mbona ashatuacha mkono? Kwa huku bara sana tunaweza kuona ni mwaka 63 wakati ule ambapo lilipovunjwa ile baraza la wazee wa TANU. Pale ndipo ambapo walikuwa wametolewa viongozi wa dini katika siasa,
na ilianza hiyo nadharia, hiyo slogan ya kwamba viongozi wa dini hawawezi kushiriki siasa. Dini na siasa ni vitu viwili tofauti. Kwa hakika ni katika miaka ya karibuni, miaka hii ya 63, na kwa kule Zanzibar kwa kiasi kubwa ni wakati wa mapinduzi, kwa sababu mapinduzi ndio yaliotoa viongozi wengi wa dini walioshiriki kwenye siasa. Na tulipoingia sasa kwenye masuala ya muungano, na kuna dhana hiyo kwamba viongozi wa dini wasiweze kushiriki siasa, ndipo ambapo tunavyosema kwamba viongozi wa dini walitupwa nje. Matokeo yake wakaingia watu wapya, wanasiasa wapya, wale ambao ni sehemu ya waasisi wa zile harakati za kupigania uhuru waliofikiri juu ya hilo, ikawa wametupwa nje, na ikaletwa hiyo dhana kwamba hawa ni watu ambao wanatakiwa wabakie katika misikiti wanafanya ibada zao na kadhalika na kadhalika, au wabakie labda kwa wale viongozi labda kama ni kwa Kristo, basi wabakie katika zile mahekalu yao, labda makanisa yao na kadhalika, wanafanya shughuli zao za dini, lakini huku wasije. Kwa hivyo hizo ni nadharia zilizokuja hivi karibuni maki. Hizo ni nadharia mpya za kwamba viongozi wa dini hawawezi wakashiriki siasa. Na vizuri umetaja mahsusi mifano kwamba viongozi wa dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu. Nataka kujua kwamba kwani ni kweli kwamba upande wa ndugu zetu katika imani, upande wa dini ya Kikristo, wao pia wamekuwa viongozi wao hawashiriki siasa katika kipindi cha miaka 60 mpaka sasa? Wao kwa bahati nzuri katika hilo wao hii nadharia hawakuizingatia sana. Yani ilipojitokeza kwamba viongozi wa dini wasishiriki siasa, wao hawakuizingatia. Kwa wao waliendelea kushiriki siasa na waliingiza watu wengi tu wa dini katika siasa, na wamekuwa wakifanya siasa. Nafikiri hivi karibuni ilipokuwa inaimbwa sana hii kwamba viongozi wa dini wasishiriki siasa, mwanasiasa mmoja hapa Tanzania alikuwa anaikrash hiyo, anasema sio kweli, na ni mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Lissu. Alipokuwa anaikrash hiyo nadharia, alisite mifano ya viongozi wa dini ya Kikristo ambao walishiriki siasa enzi za Mwalimu Nyerere moja kwa moja kama wabunge. Kwa hivyo alitaja viongozi nafikiri kama 3 4 ambao walikuwa ni wabunge, lakini walikuwa ni mapadri na kadhalika. Kwa hivyo wenzetu hiyo yani hawakuizingatia hiyo ya kwamba viongozi wa dini wasishiriki siasa. Wao hawakuizingatia. Kwa hivyo waliendelea kupeleka watu katika majukwaa ya kisiasa na wameendelea kuwepo katika majukwaa ya kisiasa. Lakini ukiwasha mbali hii mifano aliyotoa nani mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini wapo viongozi wa dini ambao wako bungeni hata sasa. Maana kwa mfano kuna Askofu Gwajima, lakini hapa nyuma kidogo kulikuwa na mbunge ambaye ni mbunge aliyoteuliwa Mama Lwakatare, na kuna mchungaji Peter Msigwa na wengine nafikiri wako pale bungeni kama viongozi wa dini. Wenyewe sisemi kwamba walipendelewa, isipokuwa wenyewe hiyo hawakuizingatia. Ilipokuwa na huo wito kwamba viongozi wa dini wasiende kwenye vyombo vya mamlaka, wenyewe hilo jambo waliliona kama jambo la kupuuzwa, na waliendelea kupeleka watu katika vyombo vya mamlaka. Na leo hii tunaona kwamba wako viongozi wa dini wa Kristo wako pale bungeni wanawakilisha. Walioathirika zaidi walikuwa ni Waislamu ambao wao waliibeba hiyo. Ndio kama unavyosema kwamba yawezekana hata leo hii akatokea na Muislamu mwingine akasema kwa nini Shivunda ameshiriki siasa, na yeye mwenyewe hali ya kuwa yeye ni Muislamu, lakini hii historia haijui wala haoni kwamba kuna viongozi wa dini ambao wako pale bungeni ingawaje sio mashehe. Na kwa kuongeza mfano, kuna ambao pia wameanzisha vyama vya siasa. Marehemu mchungaji Christopher Mtikila alikuwa siasa, na Padri Wilbrod Slaa ambaye alifika kwa katibu mkuu wa baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania, aliingia siasa, aligombea urais mmoja mara mbili. Kwa hivyo na bado ni mwanasiasa ambaye anashiriki katika siasa. Kwa hivyo tunaweza kusema nicho kwamba ni walioathirika na ile propaganda ya wanasiasa baada ya kuwatoa viongozi wa dini. Walioathirika walikuwa ni Waislamu. Yani kuathirika kwenyewe si kwa maana kwamba walioathirika kwa maana kwamba wakaibeba hiyo na wenyewe wakaanza kuihubiri, na kweli wakakaa pembeni. Lakini Wakristo na ni haki yao, yani sio kwamba ni makosa. Ni haki yao kabisa. Waliona kwamba hii sio nani ya kuzingatiwa kabisa, yani viongozi wa dini wana haki ya kushiriki, na wakaendelea kupeleka watu wao katika mamlaka
zile za maamuzi kama tunavyoona mpaka leo. Nilimuuliza, nakumbuka katika mahojiano yangu na kabla ni Padri Kitime hajashambuliwa, siku 3-4 kabla, nilifanya naye mahojiano kwa njia ya redio na nikamuuliza kuhusu swala hili la pale anapoweza kutofautisha baina ya kauli ya kidini kwamba ya Mungu mpe Mungu na Kaisari mpe Kaisari, na akani challenge au akanipa changamoto ya kuniambia kwamba hebu nionyeshe ikiwa suala la haki za mtu za kiutawala na za kijamii na za kiuchumi zinaweza kutenganishika vipi baina ya Kaisari na Mungu, wakati huyu ambaye anatumikiwa na Kaisari ni mja wa Mungu, ni kiumbe cha Mungu, na yule ambaye anatumikiwa na Mungu ni mja wa Mungu pia, ni kiumbe cha nadhani kwamba ilikuwa ni hoja nzito ambayo alikuwa ameijenga, na nadhani kwamba kwa hakika msema ulivyosema kwamba tuulize swala hili si kwa sababu tuatilia shaka yote ile nafasi na uwezo na haki na wajibu alionayo ndugu zetu wa imani katika Wakristo kushiriki katika siasa katika kila jambo, kwa sababu baada ya yote wao ni wananchi, baada ya yote wao ni sehemu ya jamii, na kwa hivyo hakuna haki ambayo anapungia. Kisha swali langu ni kwamba kwa nini basi ikawa nyinyi katika jamii ya Kiislamu mulitii amri muda mrefu sana na kukubali na kuamini kabisa kwa vitendo kwamba hampaswi kushiriki siasa kwa sababu nyinyi ni watu wa dini? Kwa nini mliamini hivyo? Swali zuri sana. Unajua ile kuwatoa Waislamu katika siasa ilikwenda sambamba pia na kuondolea uongozi ambao huo uongozi ndio ulikuwepo uongozi madhubuti ambao ulikuwa unasimamia majukumu au mwelekeo na mambo ya Uislamu kwa jumla. Kulikuwa na chombo kikubwa kilikuwa inaitwa East Africa Muslim Society. Hivi ilikwenda sambamba. Hii kutolewa kwenye siasa ilikuwa ni mwaka 63. Lakini mwaka 64 ilivunjwa East Africa Muslim Society. Kwa hivyo kulikuwa hakuna uongozi ambao ni uongozi madhubuti maana yake. Sasa hii ilipelekea kukosekana kulindwa kwa maslahi ya jamii ya Kiislamu, lakini vile vile mwelekeo sahihi ule wa Uislamu ulikuwa pia haupo katika masuala mbalimbali ya umoja, uchumi, siasa na kadhalika. Kwa hivyo hili jambo lilikosa msimamizi, maana jahazi sasa libakia linakwenda msobe, maana yake halina tena nahodha. Kwa hivyo kimsingi hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilipelekea hii dhana ikabebwa na watu wakaishukulia kwamba ni sahihi, maana yake kwamba wao hawatakiwi kushiriki siasa. Na niseme kwamba ni swala lilikuwa linahitaji watu kuelimishwa, kwa sababu watu wanadhani siasa maana yake ni hii kuchukua kadi ya chama na kuwa mwanachama ndio maana ya siasa. Lakini siasa ni utaratibu ambao unaotumika kwa ajili ya kwenda kwenye vyombo muhimu vya maamuzi, kwenda kwenye baraza la madiwani, kwenda kwenye bunge, kwenda kwenye urais. Na hivi sio vyombo vya kisiasa, hivi ni vyombo vya kutenda na vinaamua, vinaandika sheria, vinatunga sheria, vinafanya maamuzi makubwa. Lakini katika mfumo uliowekwa ni kwamba hufiki kule isipokuwa mpaka upitie kwenye siasa. Kwa hivyo unaposema kwamba ushiriki siasa, maana yake ni kwamba haushiriki kwenye vyombo vya maamuzi, ndio tafsiri yake. Kwa hiyo mnapoikubali, maana yake mnakubali kuwa pembeni. Yaani yeye muwe consumers. Yaani watu wengine watengeneze, wapange, nyinyi kazi yenu sasa mtakuwa ni watu wa hewala na yale ambayo yanaamuliwa na watu wengine. Naam. Sasa tuje katika muktadha wa sasa. Umerudi au umeingia kama ulivyosema, wasemake mwanzo nilitambulisha kwamba kuingia katika siasa za wazi au jukwaa la kisiasa, kwa sababu mimi natambua kwamba kwa miaka mingi tangu nimekufahamu upo katika harakati, na kwa hivyo ikiwa tutakuja katika tafsiri ya nini siasa na nini dini, ni kwamba tangu mwanzo wewe hukuchora mstari baina ya vitu viwili, kwa sababu umekuwa katika hali ambapo kwa miaka kadhaa ukishiriki katika harakati ambazo zinamaanisha vile vile kama siasa maana yake ni utaratibu, au siasa maana yake ni swala wanasema Waingereza power and choice, kufanya uchaguzi na kuwa na nguvu za kusimamia uchaguzi wa uamuzi uliofanya mtu anaofanya. Na upande mwingine dini kama ni utaratibu wa kimaisha au mfumo wa kimaisha, mambo yanagusana. Nilikuona tangu mwanzo na kusudia kupata, nimekujua bila shaka, nimekujua katika hali hizo kwamba kwa wewe haya mambo ambayo hukuweka mpaka, kwa sababu nakumbuka ulishiriki kampeni za moja kwa moja za Ukawa. Umeshiriki tena kampeni katika mwaka 2020 za uchaguzi majukwani. Umeshiriki katika kamati nyingi na
umeanzisha taasisi nyingi pia ambazo zote zinahusika masuala kwa njia moja nyingine ya utaratibu wa maisha ya watu na kwa hivyo siasa za watu. Lakini tuna muktadha wa sasa, muktadha wa nchi ambayo imegawanyika, na mahususi kabisa nitazungumzia kugawanyika nyinyi mlio katika upande wa upinzani. Upande wa upinzani Tanzania mmegawanyika baina ya wale ambao wanasema kwamba hawapaswi kushiriki katika uchaguzi kwa sababu hakuna mfumo wa halali wa haki wa kushiriki katika uchaguzi, na kwa hivyo ili washiriki mpaka mfumo huu ubadilishwe. Na wewe umejiunga na upande ambao wanasema hapana, tunashiriki hata kama kuna mfumo ambao si wa haki, lakini tunashiriki kubadilisha tukiwemo ndani yake. Tunapambana wakati tunashiriki, tunashiriki wakati tunapambana. Na kusudia kwamba umepenya vipi katikati ya migawanyiko hii miwili na ukasimama upande mmoja wa mgawanyiko huu? Yeah, unajua mizani ni kambi muhimu sana. Ni kambi ambayo inakusudia kuleta mabadiliko katika mfumo wa utawala tulionao. Na tunasema kidemokrasia imeruhusu kuwa na vyama vingi vya siasa, vyama mbalimbali. Na hii tafsiri yake ni kwamba mnatengeneza method au mnatengeneza njia mbalimbali nyingi za kuweza kupata ufumbuzi wa lile jambo ambalo mnaliendea. Kwa hivyo hilo ni jambo kwanza ambalo inatakiwa tuliheshimu na tulifahamu kwamba tuna shabaha moja au kuna mwelekeo mmoja, lakini mnakuwa mna method au mna njia nyingi za kuweza kuliendea ile jambo. Hizi njia zinaweza kuwa na sura tofauti, lakini kubwa zaidi ni ile kufahamu kwamba zote hizi ni njia zetu na zinalenga kwenye lile jambo lile moja. Njia hii ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, njia hii ya Chauma, njia hii ya ACT, zote hizi kwa pamoja njia zetu, na ni njia ambazo zinakusudia kuleta mageuzi katika swala hili. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kuzithamini na kila moja kuipa nafasi iweze kufanya kazi. Ndio maana tunasema kwamba ile no reform no election tunasema kwamba ni njia nzuri na sahihi, wala hatuoni kama ina matatizo, isipokuwa tunaona kwamba waliokaa na kufikiri ni wenzetu, lakini ni watu wa taasisi moja, wakakaa wakafikiri na wakaiona kwamba ni nzuri na wakachukua hatua nzuri kwa kweli, ambazo hatua nzuri walizochukua ni kwamba ni kuileta ile fikra sasa kwa umma. Ndipo wanaposimama wakafanya mikutano kuja kueleza kwamba bana, hii ni njia nzuri, njia nzuri ya kususia ya kuachana na hizi mpaka baadaye. Sasa katika kuleta hilo jambo kwa umma, yani ni kwamba wako ambao wanaweza kalipokea na wako wale ambao wanaweza kaona kwamba pengine kwa sasa tuliwache au tutalitumia baadaye na kadhalika. Yote ni namna unapoleta jambo kwenye umma litapokea kwa namna ambazo ni tofauti. Lakini zile tofauti sio kwamba zinakifanya kile kitu kwa kibaya wala zinafanya watu kwamba wamegombana, isipokuwa ni namna ya taratibu zile ambazo za kimaisha. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hizi njia zote mbili ni za kwetu, na hasa ukizingatia kwamba sio mpya. Yani hii ya kususia uchaguzi sio kwamba ni njia mpya, ni njia ambayo imeshafanywa huko nyuma. Sana itakuwa labda pengine kuna maboresho labda waliokuja nayo kwenye hatua hii ya pili, labda wameboresha zaidi, au kuna jambo ambalo wameliona kama la ziada wamekuja nalo, ambalo hilo nalo watu wataliangalia, washawishike na kadhalika. Kwa hivyo niseme kwamba mimi nimetazama kama njia zote hizi mbili, njia zote hizi mbili ni njia zetu. Hii ya kususia moja sawa, lakini hii ya kupambana, tukipambana tukishiriki, nayo ni njia ambayo watu wameitathmini wakaona kwamba ni njia nzuri zaidi, ambapo mimi nimeona kama ni bora zaidi. Vikwazo vipo na tunajua vile vile hawa jinsi wanavyofanya mambo yao, tunajua ukandamizaji, tunajua ule dhulma, lakini tunayo mifano ya mazingira kama haya, lakini bado watu walipotumia akili zaidi, walipotumia maarifa na nini, yako matokeo yameonekana. Kuna watu ambao walitangazwa wakashinda na wako bungeni ambao walipita kwenye mazingira ya sheria hizi. Kwa hivyo bado tunaweza kusema kwamba fursa zipo kwa namna moja nyingine. Kwa hivyo sisi tukaona kwamba tupambane, lakini tupambane wakati tukiwa tunashiriki, na wale ambao wameendelea kuona kwamba tusipambane wana uhuru wa kutoa. Ndio maana sisi tunalaumu sana kitendo cha kumkamata
mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Tundu Lissu na kumweka ndani. Ni makosa makubwa sana. Uwezi ukazungumzia demokrasia alafu unaminya uhuru wa mawazo, kwamba mtu amesimama anazungumza mawazo yake alafu unamkamata unamweka ndani. Sasa demokrasia iko wapi? Uhuru wa mawazo ni kitu muhimu, lakini katika mfumo wa vyama vingi tumezungumzia sana swala la kuvumiliana, swala la tolerance ni kitu ambacho ni muhimu sana. Sasa hatuwezi kufika mahali ikawa tunashindwa kuwa na uvumilivu wa kuvumiliana kwa sababu labda mtu amezungumza yale maneno wewe huyapendi, kiasi kwamba tunaweza kupeana makesi makubwa kama haya ambayo tuliona yanayoendelea. Lakini kwa ujumla naweza kusema kwamba hizo njia zote ni za kwetu na tunaweza tukazitumia kwa wakati mmoja. Kwa hivyo nimekuelewa kwamba baina ya kile ambacho nadhani ni bora na bora zaidi umeamua kuchagua ambacho kuna bora zaidi, lakini ambacho lakini hupingi kwa kile kingine ni bora pia. No reform no elections, kwamba ni sera mbaya. Mimi ni sera nzuri, lakini kuna sera ambayo ni nzuri zaidi ya kura linda kura. Sawa. Naam, umeweka vizuri sana. Asante. Tuje sasa katika wewe binafsi. Umechukua, mbali na kuingia katika chama cha ACT Wazalendo, umechukua hasa fomu pia ya kuombea ubunge katika jimbo la Temeke. Kwa nini ubunge na kwa nini Temeke? Kwa nini usingesalia tu kwamba ni mwanachama ambaye umeingia katika siasa na unaweza kusaidia chama katika njia nyingine, na ukaamua kwamba hapana, nataka nisonge mbele zaidi, mbali ya kuwa mwanachama wa kawaida, pia niombe ridhaa ya wenzangu katika chama na wananchi wanipeleke bungeni kuwasemea? Nianze na ile la kwa nini bunge. Kwa nini Temeke? Kwa nini Temeke alafu niende kwa nini bunge? Ile kwa nini Temeke ili limetokana na utafiti wa hali ya Temeke. Ni jimbo ambalo mimi nimelifanyia utafiti wa kina, na bahati nzuri huko tunakokwenda mbele itapatikana fursa ya kueleza kile ambacho nilichokiona Temeke. Kwa hivyo kuna kile ambacho nilichokiona Temeke ambacho kimesukuma kuona bora nichukue Temeke. Lakini la pili katika ile Temeke ni ile tabia za watu wa Temeke. Tabia za watu wa Temeke ni watu ambao wanapenda mageuzi. Ni watu ambao wanapenda mageuzi, watu ambao ni waelewa, watu ambao wako tayari kwa wanafanana kidogo na ile msimamo wetu sisi tuliokuwa nayo ambayo tunaendelea mpaka leo hii. Nikisema kufanana na ile mitazamo yetu ya kuyaendea mambo kwamba ukiazimia jambo basi unakwenda. Hii iko kwa watu wa Temeke. Kwa hivyo ni jimbo ambalo kwa kweli nzuri sana, na kwa misingi niliyoona mimi nikaona kwamba nikienda Temeke nitakuwa nimepata watu ambao naweza nikashirikiana nao katika safari mpya tena katika masuala ya kisiasa. Kwa hivyo kwa nini Temeke iko hivyo? Mengine nitakuja kuyazungumza huko mbele, yanatokana ule utafiti niliofanya kulingana na Temeke. Ila kwa nini bunge? Kazi ambayo niliteua mimi ya kufanya ambayo niliona ni kazi bora na yenye maslahi ni kutetea au kushughulikia maslahi ya umma. Ndio kazi ambayo mimi katika maisha yangu niliona kwamba ni kazi muhimu na kazi bora. Katika utekelezaji tumekuwa tukiandaa warsha za kielimu kwenye masuala ya kielimu na kutetea vile vile masuala ya kielimu, lakini pia tumekuwa tukiandaa warsha za mambo ya kiuchumi kwa maana ya kuwasaidia watu waweze maisha yao kuwa mazuri, lakini pia vile tukitetea maslahi ya kiuchumi vile vile. Lakini vile vile katika masuala ya uhuru tumekuwa tukielezea umuhimu wa uhuru, lakini pia vile vile tukitetea maslahi ya watu kuwa huru na kujiamulia mambo yao wenyewe. Lakini katika masuala pia haki, uhai wa binadamu, tumekuwa tukizungumzia sana masuala ya uhai wa binadamu, haki za binadamu, na tumekuwa tukitetea zile haki za binadamu kwa ushahidi mwingi sana ambao uko dhahiri. Sasa haya mambo tumeyafanya kwa kiwango kikubwa, lakini maslahi sio makubwa sana katika hili, na maslahi sio makubwa sana kwa sababu ya ile mifumo iliyopo, mifumo ya sheria zetu jinsi zilivyo, mfumo wa sheria jinsi ilivyo, sera, mifumo ya sheria na mfumo wa nchi jinsi ulivyokaa. Sasa haya masuala yote ukiangalia, haya ni masuala ambayo yanahitaji marekebisho makubwa sana. Tunahitaji marekebisho makubwa sana katika sera, tunahitaji marekebisho makubwa sana katika sheria, tunahitaji marekebisho makubwa sana katika mfumo ule wa nchi yetu.
Sasa haya masuala yote haya yanatakiwa yafanyike bungeni, na bunge lina uwezo wa kusimamia yote haya, lakini kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba bunge halina watu ambao wanaweza kusimamia haya masala na yakatokea mabadiliko makubwa sana. Na ndio tunarudia kule nyuma kwamba kwa sababu hizo ndio maana nikaona kwamba kuna haja ya watu kama sisi kwenda kwenye vile vyombo vya maamuzi ili tukasimamie yale masala muhimu kwa ajili ya maslahi ya taifa letu kubwa la umma. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba ni kwa sababu ya umuhimu na ile hali ya bunge jinsi ilivyo sasa hivi linahitaji watu mahususi, na mimi naona kama ninaweza nikawa na mchango mkubwa kama nikienda pale bungeni. Asante. Miongoni mwa shutuma na tuhuma ambazo mnatupiwa nyinyi watu wa chama cha ACT Wazalendo ambao mmeamua kushiriki uchaguzi huu ni kwamba hamwendi kubadilisha chochote kile katika hali halisi ilivyo sasa, kwa sababu hamwezi kufanya hivyo ikiwa wenye mamlaka na wenye madaraka ni ambao wameamua kuifanya hali kama ilivyo. Mifumo ambayo wanazungumzia, sheria ambazo wanazisema, kwa mfano sheria ya ugaidi Tanzania ambayo tumezungumzia nawe mara kadhaa huko nyuma, na mambo mengine ambayo yanafanyika ni mambo ambayo yamepangwa kimkakati, kimfumo miaka mingi sana, na hakuna ambacho mnaweza kukibadilisha. Hamwezi kubadilisha mfumo wa uchaguzi ulivyo kwa sababu unawalinda walioko madarakani. Kinyume chake ni kwamba nyinyi kuwemo kwenu katika uchaguzi huu mnakwenda tu kuhalalisha nafasi ya watawala, nafasi ya kimfumo, na mnakwenda kutilia msumari wa mwisho jeneza la mageuzi, kwamba mageuzi hayawezi kabisa kufanyika kwa sababu nyinyi ambao mngeweza kushirikiana na wenzenu kwa mageuzi mmeamua kuungana na watesi wenu kwa jumla kuyazuia mageuzi hayo. Unasemaje kuhusu hilo? Hapo kuna maswali mawili. Kuna swali moja linahusu uongozi wa ACT Wazalendo. Pale unakuuliza nyinyi ACT Wazalendo, hapo unauliza ule uongozi wa ACT Wazalendo. Na mimi ni mwanachama na ni mwanachama mpya, nimeingia pale na mimi nalenga kwenda bungeni zaidi. Kwa hivyo maswala haya makubwa ya sera na kwa siwezi kuyajibu yale ya kiuongozi maana yake. Kwa hivyo hilo la uongozi nafikiri linaweza kujibiwa na viongozi wa ACT Wazalendo. Lakini angalau umekubali kujiunga nao kwa sababu unakubaliana na maono na sera za viongozi hao. Kwa hivyo unazijua sera zao, unakubaliana na sera zao. Nakubaliana na sera kwa ujumla. Ndio maana nasema kwamba sitaweza kulifafanua kwa upana zaidi kwa sababu wanaotokea kutoa yani maamuzi au kauli na ufafanuzi kwa chama ni viongozi wa ACT Wazalendo. Najaribu kukaa kwenye nafasi yangu kwamba mimi ni mwanachama wa kawaida. Lakini nakuja kwenye swala la pili kwamba tunaweza kufanya mageuzi. Na swala lingine ambalo limetokeza pale kwamba tunaweza kufanya mageuzi. Swala la pili nakuja kwamba hamuoni kwa kufanya hivyo sisi tunashiriki kwamba mtakuwa mnahalalisha yani tu hawa jamaa waendelee kubaki pale kwenye power. Mageuzi tunaweza tukafanya kwa sababu mageuzi yanaanzia kwenye mazungumzo maana yake. Na hakuna mahali pazuri pa kuzungumza ni kule katika maeneo kama haya bungeni, kwa sababu wabunge wana uwezo mkubwa sana wa kuleta mabadiliko makubwa sana kama tukiingia watu wazuri. Kwa maana hiyo ni kwamba kama tukipambana na tukiingia kwa mfano sisi tunashukulia methodi yetu ile ya kwamba shiriki ukipambana, tuna matumaini kwamba inaweza kuleta matokeo. Kwa hivyo kama italeta matokeo kwa maana kwamba wengi wakaingia kule bungeni, basi wana uwezo wa kusimama, hata kama sio wengi, hata kama ni wachache, wana uwezo wa kusimama na wakasimamia ya mageuzi au wakasimamia kutekelezwa yale ambayo tulikubaliana kimsingi, kwa sababu huko nyuma kuna mambo mengi yalikuwa yamekubalika kwamba ni sawa sawa, yalikuwa yamekubalika kinadharia, lakini hayakutekelezwa, na ndio maana watu wakaamua kwamba tutoke kwa sababu hatukutekeleza. Kwa hiyo tunaweza kwenda kusimamia ule utekelezaji kwa namna moja nyingine tukiwepo pale. Lakini la pili, kuna swala kwamba mkishiriki amuone kwamba mnahalalisha. Hili swala linarudi vile vile kwamba kutokushiriki ni kuhalalisha, kwa sababu nchi haiwezi kubakia bila viongozi. Yani ukikaa pembeni ina maana kwamba wale waliokuwa madarakani waendelee kutawala. Kwa hivyo ukikaa pembeni maana yake pia ni kwamba unahalalisha wale watu waendelee kutawala, kwa sababu nchi haiwezi kukaa bila rais, haiwezi kukaa bila bunge, haiwezi kukaa bila baraza la madiwani. Kwa hivyo ukikaa pembeni uchaguzi utafanyika, na ukishafanyika ule uchaguzi baraza la madiwani litakuwepo, ndio watarudi wale ambao. Kwa hivyo utaona ni swala la kuangalia. Ndio maana tunasema kwamba haya mawazo yanatakiwa kuheshimika, ya wale ambao wamesema bwana sisi tukae pembeni, yaheshimike yale mawazo. Ya wale ambao wanasema kwamba bwana sisi tushiriki, haya mawazo pia yachukuliwe kwamba ni ya kwetu sote kwa ujumla. Tunatofautiana tu katika ile njia, lakini shabaha ni ile moja.
Kwa hivyo kimsingi niweza kusema kwamba kushiriki ni bora zaidi. Yani kushiriki tunakuwa tunasema kwamba ni bora zaidi kushiriki hali ya kupambana, sababu tunaweza tukapata njia ya kufanya na tuna ushahidi huko nyuma, na hususa pia ni jambo ambalo limefanyika huko nyuma na tumeweza kujua kuliangalia kama athari yake ilikuwa iko kwa kiwango gani katika masuala haya. Ingawa ni tuweka rekodi sawa kwamba Chadema hawasemi kususa. Chadema wanasema kwamba kuzuia uchaguzi. Vipi watazuia hatujui, lakini hawaitumii msamiati wa kususa, wanatumia msamiati wa kuzuia uchaguzi. Labda huko nyuma kufanyika ni kwamba kulikuwa kuna kususia uchaguzi, hasa kwa upande wa Zanzibar ambako minatokea, lakini hakukuwa na kampeni ya kuzuia uchaguzi pengine, ambapo kama nilivyosema wakati ule kwamba yani hii sio mpya. Hii swala la kwamba kuwa nje na ule uchaguzi sio swala jipya, ni kwamba ilishafanyika na CUF. Kwa hivyo ikija mtu mwingine akija kulifanya, aidha atakuwa ameboresha. Yani maboresho ndio ya msingi zaidi, yani ndio atakavyoweza kumvutia mtu. Sasa mpaka sasa hivi watu wengine wanajaribu kuuliza swali kama hilo, yani tunazuia vipi? Ndio maboresho yenyewe. Sasa maboresho ni ile namna ya kuzuia, ambapo hiyo namna ya kuzuia ndio ushawishi wake unaweza kuwafanya watu waone kwamba hii jambo jipya, lakini imekuja katika sura bora zaidi, namna ile ya kuzuia. Sasa ile namna ya kuzuia inawezekana pengine ikawa imeeleweka kwa watu, lakini pengine kuna watu wengine hawakuelewa, au inaeleweka kwa viongozi tu ndio wanaelewa kwamba hivi ndio tutakavyozuia. Sasa hiyo ndo mahala ambapo panatakiwa pazingatiwe sana, kwamba tunazuia, lakini tunazuia kwa namna, kwa sababu sote lazima tuelewe. Yani wananchi ni lazima waelewe ile namna ya kuzuia. Wakielewa namna ya kuzuia ndio wanalipokea ile jambo na wanaanza kushiriki. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya kuweza kutoa ile elimu mpaka ifike mahala kwamba ieleweke vizuri zaidi. Lakini bado nasema kwamba tunaheshimu ile maamuzi ya kuzuia. Yani maamuzi ya kwamba wao hawato shiriki kwa namna moja nyingine. Naam. Nisamehe kwamba tunachukua muda mrefu kulizungumzia swala hili, kwa sababu nachukulia historia yako binafsi ya ambavyo umeshiriki mapambano na kila siku umekuwa ukipigania umoja wa kitaifa katika masuala mengi. Nimekusikia mara nyingi ukizungumzia kwa swala kama hilo, tushirikiane tu pamoja na hivi. Na sasa wakati huko katika upande huu wa mageuzi ya kisiasa ya wazi kabisa, lakini mnakwenda katika uchaguzi miezi mitatu minne ijayo mbele. Oktoba hizi ni karibu, Julai imeanza tena, kwa hivyo ni Julai, Agosti, Septemba, miezi minne ijayo mnaingia katika uchaguzi. Lakini ikiwa nyinyi ambao na mageuzi mko katika kambi mbili tofauti ambazo si kambi ndogo, pengine tunaweza kusema kwamba zinawezekana kwamba ni kambi ambazo zinakaribiana kwa nguvu katika wakati kama huu, manake katika hali kama hiyo, na ile dhana ambayo umekuwa ukipigania muda mrefu, dhana ya kuwa pamoja, dhana ya kushirikiana, dhana ya kusimamisha nchi kwa pamoja, wakati nyinyi ambao mnapigania mageuzi mko katika hali kama hiyo, huoni kama ni kama kwamba vile umeikhalifu binafsi? Hapana. Unajua kwa sababu gani? Yani sisi kinachoweza kutusaidia kwanza ieleweke, hilo jambo imenipigania kwa muda mrefu sana. Hata ukirejea kwenye maandishi yangu mengi sana, maandiko mengi sana, ukirudia kwenye Twitter zangu, ukirudia kwenye nini, siku zote nimekuwa napigania swala la ule umoja wa vyama, na nifanya juhudi kubwa sana huko nyuma. Hata wakati ilipotokea mpasuko wa chama cha SWIFT, nilifanikiwa mimi kuwakutanisha Maalim Seif na Prof warudie kwenye ule umoja. Lakini kuna kipindi nilizungumzia masuala ya Ukawa, nilifika mahala nilikuwa nazikutanisha, niliweza kuongea na viongozi wa pande zote mbili juu ya swala pale kwa hilo jambo lipo pale. Lakini kitu kimoja ambacho nataka kieleweke ni kwamba hakuna chama kimoja hapa Tanzania ambacho pekee kinaweza kuleta mageuzi. Hakuna, sio ACT Wazalendo, sio chama cha Chadema, sio chama cha NCCR Mageuzi, wala sio chama cha TLP. Yani hakuna kimoja peke yake kinaweza kuleta. Ni lazima kuwe na ushirikiano na vyama vyote hivi kwa pamoja, ndio unaweza kuleta mageuzi. Lakini ushirikiano wa vyama hivi ni lazima uwe imara. Yani hivi vyama vyenyewe imara. Sasa hivi vyama vinaimarishwa, vinajengwa, ndio maana zinafikia kwenye uimara. Tujalie kwamba Chadema ni chama imara, lakini kimoja tunahitaji na vyama vingine pia viwe imara. Hatua niliyochukua mimi, ukiwasha mbali kwamba na kwenda moja kwa moja inakwenda kwenye swala la ubunge, lakini hatua hii pia inaimarisha chama. Sasa uko mbele haikatazwi kuja kwenye swala moja, na hilo mimi ninalo, na nafikiri kwa sasa nitakuwa na position kubwa zaidi.
Yani jalia kwa mfano Mwenyezi Mungu ajalie yatokee pale, nimekwenda bungeni pale, nikija na dhana ya kutaka vyama vishirikiane, nitakuwa na nafasi kubwa zaidi, kwa sababu na mamlaka, na kule bungeni kuna ushirikiano, vile vile kuna wabunge kule wa vyama vya upinzani ambao kama tunavyoona ilivyotokea wakati ule wa Ukawa, walishirikiana na wakafanya jambo kubwa sana. Unawezekana ushirikiano ukaanzia kule kule bungeni kama kutoka kuna kambi ya vyama vya upinzani. Kwa hiyo mimi bado mtazamo wangu ni ule kwamba chama kimoja hakiwezi, isipokuwa ni lazima kuwe na ule ushirikiano, na hili nitalipigania kwa muda wote, na kushiriki hapa hakunifanya. Kwa mfano kwenda ACT, yani kupitia ACT Wazalendo hakutuzuii, kwa sababu ndio mfumo uliopo. Yani huwezi ukaenda wewe kwenye chombo cha mamlaka ukaenda kuwa mbunge. Mbunge sio chombo cha kisiasa, sio chombo cha nani. Bunge ni chombo cha maamuzi, ni chombo chombo kikubwa cha maamuzi, lakini huwezi kwenda kule bila kupitia kwenye siasa. Lazima aidha utapitia TLP, utapitia NCCR Mageuzi, utapitia kwenda pale. Kuwepo pale hakutonyimi fursa ya kusimamia ile misingi tuliyojenga. Mimi ni katika watu ambao wamejenga misingi ya umoja katika politics. Hili jambo lina ushahidi mwingi kabisa, na nitalisimamia hilo moja la kwenye siasa. Lakini kuna swala zima la kutetea haki za binadamu. Yani huku kushiriki kwangu hakunyimi haki yote ya kutetea haki za binadamu. Mimi mpaka leo nashirikiana na mashirika yote ya kutetea haki za binadamu. Nashirikiana na TLS, nashirikiana na Legal Human Rights Center, nashirikiana na taasisi mbalimbali za kupigania haki, sababu hii hanyimi mimi fursa ya kusimamia haki za binadamu bila kujali kwamba huyu ni wa chama gani au chama gani. Misingi ya ushiriki wetu ya ushiriki kwenye siasa haituondolei yale mambo ambayo ni ya msingi ambayo tunayofanya tokea mwanzoni. Kwa bado mimi niseme imani yangu, haiwezekani chama kimoja kikaleta mageuzi hapa, isipokuwa ule ushirikiano wa vyama ndio utakuja yote mambo. Na hii ni ajenda kubwa ambayo nilionao na sitaiacha mpaka leo. Naam, asante sana Sheikh Ponda. Tuje mwisho kabisa. Tupeleke siku mbele kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Mpaka Oktoba imefika, uchaguzi umefanyika. Baada ya Oktoba, unaiangaliaje Tanzania ya baada ya Oktoba? Baada ya Oktoba, baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba. Mimi naiangalia Tanzania baada ya unaijua Tanzania ya baada ya Oktoba iliyopita 2020 ilivyokuwa. Je, Tanzania baada ya Oktoba 2025 unaiona itakuwaje? Mimi nafikiri kuna kazi kubwa kwa viongozi wa kambi ya upinzani na wale ambao watakaokuwa wamebahatika kuingia katika vyombo vya mamlaka. Wana kazi kubwa ya kukaa na kutafakari, kwa sababu tumesikia, hatujui kama kutakuwa kuna utekelezaji, lakini tumesikia kwamba rais alikuwa madarakani ameahidi kwamba baada ya uchaguzi kwamba atarejesha mchakato wa katiba mpya. Hilo ni jambo kubwa linalokuja pale mbele. Ndio maana anasema baada ya uchaguzi kuna kazi kubwa, na ndio maana mimi naiogopa sana hii dhana ya kuvutana kama vyama vya upinzani, yani kuvutana kwenye nadharia za kwamba wewe ameshiriki wewe asishiriki, alafu mkao mnavutana, ukizingatia jambo kubwa linalokuja pale mbele. Na sisi tunahitaji nguvu ya pamoja. Kinachokuja mbele pale ni swala zima la watu wanaotaka mageuzi kukaa kutafakari. Maanake inawezekana kabisa kwamba rais akaruhusu ule mchakato kama hatukuwa na mshikamano, hatukuwa na mipango ya pamoja. Watakaokuja kusimamia jambo lile ndo wale. Matokeo yake tutakuja kupata katiba mpya ambayo kwa kweli ni sawa na kwamba bora ingebaki ile ya zamani. Kwa hiyo niseme bwana, tunapokwenda kwenye uchaguzi mpya, mimi nawashauri sana viongozi wetu hawa vyama vya upinzani wasio na mtazamo ule wa mambo haya ya kawaida tu ya misimamo, waangalie mbele zaidi kwamba tunahitajiana sana ile nguvu ya pamoja ili kuhakikisha kwamba huko mbele yale mambo ya msingi kabisa yanafikiwa na watu wakiwa salama. Kwa hiyo nafikiri kuna haja tu ya kuangalia vizuri namna tutakavyokuwa katika kipindi baada ya uchaguzi wa Oktoba. Kuna kipindi kipya kabisa pale ambapo kinahitaji tafakuri ya hali ya juu sana. Naam, Sheikh Ponda Isa Ponda,
Naam. mwanachama mpya wa chama cha ACT Wazalendo na huenda mgombea ubunge wa jimbo la Temeke baada ya kuchukua fomu katika chama chako na kuirejesha, tutarajia utapitishwa. Kwa hivyo tunakuombea kheri sana katika harakati zako katika jukwaa jipya ambalo umechagua, na tunatarajia kwamba baada ya Oktoba tutakualika tena au hata kabla ya hapo kuzungumza nawe kuhusu mustakabali wa nchi yetu Tanzania. Naam. Nashukuru sana. Na nafikiri matumaini makubwa kwa sababu sisi hatujaribu isipokuwa tunafanya, na huwa tunapanga, baada ya kupanga alafu tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa matumaini hayo mimi naamini kwamba matokeo yatakuwa mazuri na tunaweza kupata hiyo fursa ya kwenda kushiriki kwenye eneo muhimu kabisa ili kutoa mchango wetu mkubwa katika taifa letu kulingana na ile historia yetu na ule ufahamu wetu wa yale ambayo tumekuwa tukiishi nayo tukiyafanya kwa muda mrefu sana. Kwa mimi wito wangu ni kuwaomba Watanzania kwa sababu katika haya majimbo kuna washiriki wa majimbo anashiriki kama mtu wa jimbo, lakini kuna mtu anashiriki kwa kweli sio mtu wa jimbo. Hivi karibuni mwandishi mmoja aliniuliza swali siku ya kuchukua, akaniambia kwa nini unagombea jimbo usigombea urais? Swali hili lilitokana na kwamba ni aina ya mshiriki mwenyewe maana yake. Kwa hivyo sisi tukishiriki pale, Watanzania wasichukulie kwamba sisi ni wawakilishi wa jimbo. Watanzania wachukulie kwamba sisi ni wawakilishi wa Tanzania, lakini lazima kuna mahala ambapo wamesimama ili uweze kufanya ile kazi ambayo inatakiwa. Kwa hivyo mimi nahitaji ushirikiano wa Watanzania kwa ujumla katika swala hili la mimi kuingia katika chombo kile kikubwa cha maamuzi, na matarajio yangu ni kwamba watatuunga mkono katika hili na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa inshallah biidhnillah karim. Asante sana Shaponda na kila la kheri, tutakuwa tena hapa mara zijazo inshallah. Nashukuru sana. Asante mpenzi mtazamaji, basi huyo ni Sheikh Ponda Issa Ponda, mwanachama mpya wa chama cha ACT Wazalendo na mtiania wa ugombea ubunge katika jimbo la Temeke, Dar es Salaam, Tanzania, na inshallah tutakuwa tena hapa naye mara nyingine ikitokezea haja ya kufanya hivyo. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.